Leo nitakuonyesha siri kubwa 5 ambazo zimejificha kwenye mafuta ya mzeituni. Na pia nitakuonyesha namna gani ya kutumia mafuta ya mzeituni ili uweze kufanikiwa. Mafuta ya mzeituni ni tofauti na mafuta yote ambayo unayajua, ni tofauti na mafuta ya mgando, ni tofauti na mafuta ya kupikia, ni tofauti na mafuta yote yale ambayo umeshawahi kuyaona kwenye maisha yako. Hii ni kwa sababu mafuta ya mzeituni yana nguvu fani ya ajabu ndani yake. Na nguvu hiyo ambayo iko ndani ya mafuta ya mzeituni unaweza ukaitumia na ukafanikiwa kirahisi sana. Yawezekana una struggle sana kwenye biashara yako, una struggle sana kwenye mahusiano, una struggle sana kwenye kazi. Leo nitakuonyesha ni namna gani ya kutumia mafuta haya ili kuweza kuondoka kwenye vifungo mbalimbali. Na baki mpaka mwisho wa video hii kwa sababu kama unayo mafuta ya mzeituni nitaombea mafuta hayo na utaweza kuyatumia mafuta hayo ili kuweza kufanikiwa. Shuhuda ni nyingi sana. Wengine wapo wanaosema mtumishi wa Mungu, baada ya kutumia haya mafuta huko machimboni huko nimeenda, nimeanza kupata dhahabu, nimeanza kupata madini kwa urahisi. Wengine wanasema mtumishi wa Mungu, baada ya kutumia mafuta haya kama ulivyonielekeza, nimepata ndoa. Wengine wanasema mtumishi wa Mungu, nimepata cheo. Wengine wanasema mtumishi wa Mungu, maisha yangu yameinuka. Wengine wanasema mtumishi wa Mungu, biashara zangu zimestawi. Sasa ninapokwenda kuonyesha siri hizi ambazo zimejificha ndani ya mafuta ya mzeituni, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. Siri ya kwanza iliyojificha kwenye mafuta ya mzeituni, mafuta ya mzeituni yanatumika kusafisha nyota. Kitabu cha Kutoka sura ya 29 na mstari wa 7 inasema, kisha utamimina mafuta ya kupaka kichwani mwake na kumtia wakfu. Unajua nyota mtu inaweza kuibiwa, inaweza kufunikwa na inaweza kuchafuliwa. Inawezekana siku leo biashara yako haiendi vizuri kwa sababu nyota yako imechafuliwa. Mahusiano yako hayaendi vizuri kwa sababu nyota yako imechafuliwa. Kazi zako haziendi vizuri ni kwa sababu nyota yako imechafuliwa. Unakosa kibali, unakataliwa kila siku ni kwa sababu nyota yako imechafuliwa, kwa sababu nyota mtu inapochafuliwa, kibali huwa kinaondoka kwenye maisha ya mtu. Nyota mtu inapochafuliwa, kazi za huyu mtu zinaanza kuharibika. Kama ni biashara, huyu mtu hauzi kama alivyokuwa anatakiwa kuuza. Na hii ndio sababu unaona watu wanakuja kuulizia sana bidhaa zako lakini hawanunui. Sasa nyota hii iliyochafuliwa, unawezaje ukaisafisha? Unaweza ukaisafisha kupitia mafuta ya mzeituni. Utafanyaje sasa? Utafanya hivi. Utaamka saa 9 kamili usiku. Utakapoamka saa 9 kamili usiku, utashika mafuta yako ya mzeituni kwenye mkono wako wa kulia. Kwenye mkono wako wa kushoto utashika Biblia yako na utafungua kwenye hichi kitabu cha Kutoka sura ya 29 na mstari wa 7. Utasoma kifungu hicho juu ya mafuta hayo mara 3 mfululizo. Yaani utarudia mara 3 kifungu kimoja juu ya mafuta hayo. Utakapomaliza utatamka maneno haya juu ya mafuta hayo. Utasema hivi: Baba, kwa mamlaka ya jina Yesu, kupitia mafuta haya na kuamrisha kuanzia sasa, mafuta nitakapokwenda kutumia, nyota yangu iliyochafuliwa, iwe ni nyota ya kazi imechafuliwa, iwe ni nyota ya mahusiano imechafuliwa, iwe ni nyota yote ile kwenye maisha yangu ambayo imechafuliwa, na amuru kuanzia sasa nitakapotumia mafuta haya, nyota yangu ikang'ae kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na matumizi yake sasa, utayatumia hivi mafuta haya ili uweze kusafisha nyota. Kila siku itakapokuwa inafika jioni, kabla jua halijazama, utakuwa unachukua mafuta hayo na unajipaka usoni kwako, na utafanya kitendo hichi cha imani kwa muda wa siku 7 mfululizo. Kwa nini ufanye ndani ya siku 7? Kwa sababu namba 7 katika ulimwengu wa kiroho ni namba ambayo inamaanisha ukamilifu, ni namba ya utimilisho. Utakapofanya hivyo ndani ya siku 7, na kuhakikishia ile nyota yako ambayo ilikuwa imechafuliwa inakwenda kusafishika. Na ile pili iliyojificha kwenye mafuta ya mzeituni, mafuta ya mzeituni yanaweza kutumika ili kuleta kibali mbele za watu. Inawezekana siku leo kwenye maisha yako unachukiwa sana, unapingwa sana, unatengwa sana, watu wanakuvamia, watu hawakusikilizi. Lakini mafuta haya mzeituni unaweza kutumia ili kuleta kibali kwenye kazi, kuleta kibali kwenye mahusiano, ili kuweza kukubalika mbele za watu. Sasa utafanyaje ili kuweza kupata kibali kupitia mafuta ya mzeituni? Utafanya hivi. Unaona kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 23 na mstari wa 5 inasema, nao umenipaka mafuta kichwani kwangu, kikombe changu kinafurika. Unaona, kibali huwa kinaleta mafuriko. Iwe ni kwenye biashara unayoifanya, iwe ni kwenye kitu unachokifanya, kibali huwa kinaleta maongezeko, kibali huwa kinaleta mafuriko. Kwa nini biashara yako iongezeki? Kwa nini mahusiano yako hayaeleweki? Ni kwa sababu kwenye hiyo biashara ambayo uko nayo hauna kibali. Ni kwa sababu kwenye hayo mahusiano ambayo uko nayo hauna kibali. Utafanyaje sasa? Utafanya hivi. Utaamka saa 9 kamili usiku, utachukua mafuta yako ya mzeituni, utayashika kwenye mkono wako wa kulia, na katika mkono wako wa kushoto utafungua Biblia yako katika kile kitabu cha Zaburi ya sura ya 23 na ule mstari wa 5. Utasomea hichi kifungu hayo mafuta mara 3. Utakapomaliza kufanya hivyo, utatamkia hayo mafuta, utasema hivi: mafuta nitakapokutumia siku ya leo, ukanipe kibali kwenye mahusiano nilionayo, kwenye ndoa ambayo niko nayo, kwenye kazi ambayo niko nayo, kwenye biashara ambayo niko nayo, kwenye lolote lile ninalofanya, mafuta nitakapokutumia tu nikapata kibali kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na matumizi yake sasa, utakuwa unatumiaje haya mafuta? Haya mafuta utakuwa unatumia kila siku jioni. Utakuwa unachukua mafuta haya unayapaka kichwani kwako kwa muda wa siku 3 mfululizo. Kwa nini kwa muda wa siku 3? Kwa sababu namba 3 ni namba ya ufufuo kibibilia. Na siri ya 3 iliyojificha kwenye mafuta ya mzeituni, mafuta ya mzeituni yanaweza kutumika ili kuponya magonjwa ambayo ni sugu, au yale magonjwa yanayojirudia, au kwa ajili ya kumfungua mtu kutoka katika nguvu za giza, au kwa ajili ya kujifungua mwenyewe kutoka katika nguvu za giza,
ambazo zimekuwa zikikusumbua kwa muda mrefu. Kitabu cha Marko ile sura ya 6 na mstari wa 13 inasema, nao wakawatoa mapepo wengi, wakawapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa wakawaponya. Hata mafuta kipindi cha Yesu yalikuwa yanatumika kwa ajili ya kuwatoa watu mapepo, kwa ajili ya kuwaponya watu magonjwa. Wakati jina la Yesu lipo, sijui unanielewa? Wakati jina la Yesu lipo, unajua watu wengi wanasema kwamba jina la Yesu peke yake linatosha. Ni kweli jina la Yesu linatosha, lakini jina la Yesu unatakiwa ulitumie kwa mafunuo. Kwa kama una vidonda vya tumbo ambavyo ni sugu, una pressure ambayo ni sugu, unaumwa na miguu ambayo ni sugu, ama una mapepo kwenye mwili wako, unaweza kutumia mafuta ya mzeituni ili kuweza kujiponya ama kuweza kujitibia. Sasa utafanyaje? Utafanya hivi, utaamka saa 9 kamili usiku, utachukua mafuta yako ya mzeituni, utashika kwenye mkono wako wa kulia na utashika Biblia yako kwenye mkono wako wa kushoto. Utafungua kwenye kile kitabu cha Marko hii sura ya 6 na mstari wa 13. Utatamka hichi kifungu juu ya yale mafuta mara 3 mfululizo. Alafu utanenea mafuta hayo maneno haya nitakayokuambia. Utasema, kuanzia siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, mafuta nitakapokwenda kutumia, magonjwa yote ambayo yamekaa ndani ya mwili wangu, kitu chochote kile ambacho kimekaa ndani ya mwili wangu ikapone kuanzia sasa. Kupitia mafuta nitakapokwenda kutumia, kila gonjwa ambalo lilikuwa limekaa kwenye maisha yangu likapone na kuondoka kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na utakapokuwa umefanya hivyo, matumizi yake sasa utafanya hivi. Kama kuna sehemu kwenye mwili wako panakuuma, kama kuna kiungo kwenye mwili wako kinakuuma, utachukua yale mafuta na utapakaza ile sehemu inayokuuma. Ama kama unasumbuliwa na pressure, utachukua ile mafuta utapakaza kwenye ile eneo la karibu na moyo. Au kama unasumbuliwa na kisukari, basi utachukua mafuta yale utapakaza kwenye ile eneo la karibu na tumbo lako. Utachukua haya mafuta na utayapaka sehemu ile ambayo panakuuma. Lakini siri ya nne iliyojificha kwenye mafuta ya mzeituni, mafuta ya mzeituni yanaweza kutumika kwa ajili ya kuleta ulinzi dhidi ya maadui ambao wanatafuta maisha yako au wanaotafuta vitu unavyovimiliki. Kama kuna biashara ambayo unaimiliki ama kuna kazi ambayo unamiliki, unaweza kutumia mafuta ya mzeituni kwa ajili ya kuimarisha ulinzi wa kiroho na kimwili. Sababu mafuta haya ndani yake yana nguvu ya kuleta ulinzi kwenye ile unayomiliki, ulinzi kwenye biashara unayomiliki, ulinzi kwenye kazi unayomiliki, ulinzi kwenye lote ile unayomiliki. Mafuta haya yanaweza kukupatia ulinzi. Sasa utafanyaje? Utafanya hivi, utaamka saa 9 kamili usiku kwenye maombi, utachukua ile mafuta na utayashika kwenye mkono wa kulia. Utakapoyashika kwenye mkono wa kulia mafuta yale, utatamka, utasema hivi, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, mafuta haya kuanzia siku ya leo nitakapokwenda kuyatumia mafuta haya, biashara yangu ikalindwe, afya yangu ikalindwe, kilimo changu kikalindwe, mashamba yangu yakalindwe, lolote ile ninalomiliki Bwana kupitia mafuta haya siku ya leo ikalindwe kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Baada ya kuombea hivyo, mafuta hayo utayatumiaje sasa? Kama una eneo la biashara, utachukua ile mafuta utakwenda kumwaga kwenye ile eneo la biashara. Kama una shamba, basi utachukua ile mafuta utakwenda kuyamwaga kidogo shambani kwako. Ama kama ni wewe unahitaji ulinzi, utakwenda kuchukua mafuta hayo unayapaka mwilini mwako kila siku unapokuwa unakwenda kulala kwa muda wa siku 3 mfululizo. Utakapofanya hivyo, na kuhakikishia ile biashara ambayo unaimiliki, ile kazi unayomiliki, nguvu za Mungu zilizoachiliwa kwenye hayo mafuta zitakuwa zikikulinda wewe pamoja na familia yako. Sasa napokwenda kuonyesha siri ya 5, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Siri ya 5 iliyojificha kwenye mafuta ya mzeituni. Mafuta ya mzeituni yanatumika kwa ajili ya kufungua milango iliyofungwa kwenye maisha yako. Kama kuna milango ya uchumi ambayo imefungwa, kuna milango ya afya ambayo imefungwa, kuna milango ya kibali ambayo imefungwa, kuna milango ya ulinzi ambayo imefungwa kwenye maisha yako kwa njia za kichawi, mafuta haya yanaweza kutumika kwa ajili ya kufungua malango haya. Unaona kwenye kitabu cha Isaya ile sura 61 na ule mstari wa 1, anazungumzia kwa habari ya Roho wa Mungu kuwatia mafuta watu, Roho ya Mungu kuwapa mafuta watu. Sasa unatumiaje mafuta haya ili kuweza kufungua malango yaliyokuwa yamefungwa kwenye maisha yako? Utafanya hivi, utachukua ile mafuta ya mzeituni, utaamka saa 9 kamili usiku kwenye maombi, utachukua ile mafuta ya mzeituni utashika kwenye mkono wako wa kulia. Utakapoyashika kwenye mkono wako wa kulia, utatamka maneno haya, utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, nitakapotumia mafuta haya siku ya leo, ninaomba kila mlango uliokuwa umefungwa kwenye maisha yangu, chochote kile ambacho kilikuwa kimefungwa kwenye maisha yangu, Baba, naomba kikafunguke kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Milango ya uchumi iliyokuwa imefungwa, milango ya kazi iliyokuwa imefungwa, ninaomba ikafunguke kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen. Baada ya maombi hayo, matumizi yake utafanyaje sasa ili kuweza kufungua malango yaliyofungwa kwenye maisha yako? Utachukua mafuta hayo utayapaka kwenye mikono yako kwa muda wa siku 7 mfululizo. Yaani kila siku asubuhi utakapokuwa ukiamka, unapokuwa unaenda kwenye kazi zako za kawaida, utakuwa unayapaka mafuta hayo kwenye mikono yako kwa muda wa siku 7 mfululizo. Utakapokuwa umefanya hivyo, na kuhakikishia milango iliyokuwa imefungwa kwenye maisha yako itakwenda kufunguka mara moja. Na wengine mtakuja kushuhudia hapa kwenye comment section kama mtumishi wa Mungu, baada ya kutumia mafuta kama ulivyokuwa umetuelekeza, baada ya kutumia mafuta yale niliolewa, baada ya kutumia mafuta yale nilipata kazi, nilipanda cheo. Miujiza mingi ilitokea kwenye maisha yangu baada ya kutumia mafuta haya. Na muda huu, kama pale ulipo uko na mafuta haya mzeituni, naomba ushike kwa mkono wako wa kulia. Nataka niombee muda huu. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai, naombea mafuta haya kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Natamka Bwana, mafuta haya yatakapotumika, fanikiwa kaambatane pamoja nao, uchumi ukaambatane pamoja nao kuanzia sasa. Ile milango iliyokuwa imefungwa kwenye maisha yao ikafunguke kuanzia sasa kupitia mafuta hayo. Milango ya kazi iliyokuwa imefungwa, milango ya uchumi iliyokuwa imefungwa, milango ya ndoa iliyokuwa imefungwa kupitia mafuta hayo Bwana, atakapoenda kutumika waliokamata kwenye mikono yao, Baba, naomba kuanzia sasa milango yao ikafunguke kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Mafuta hayo Bwana yakafanyike kuwa ulinzi kwenye maisha yao, yakafanyike kuwa kibali kwenye maisha yao, yakafanyike kuwa neema kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na utakapotumia mafuta hayo kama nilivyokuelekeza kwenye video hii, yote yaliyokuwa
yaliyofungwa kwenye maisha yako yatakwenda kufunguka mara moja. Tumia mafuta hayo kama nilivyokuwa nimekuelekeza kwenye video hii ambayo nimeombea muda huu, na utaona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yako. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii, naomba uandike pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Na muda huu unaweza ukachukua sadaka yako mahali pale ukaambatanisha na maombi haya ambayo nimeombea mafuta hayo uliyokuwa umekamata. Na utakapokuwa unajiungamanisha na maombi haya kupitia namba zetu za sadaka ambazo zinaonekana hapo chini kwenye screen yako, Mungu akakubariki, Mungu akakuguse, na Mungu akakufanya upya kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Amen. Na kama una shida mbalimbali na unataka kuweza kuwasiliana na mimi, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako chini wa kulia wa screen yako ukanipigia. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deus Sengo. Amen. Shalom. Peace.